Nakumbuka siku ile kwenye ile tukio ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama imetokea. Sasa tulipofika nyumbani baada ya kutoka hospitali, kuna hali fulani ilitokea ambayo ilikuwa ni hali ya uchungu usiokuwa kawaida. Ule uchungu ulikuwa kama unaongea, imetokea hiki, kwa nini imekuwa hivi, kwa nini imekuwa hivi. Lakini nikasikia kitu kinaniambia neema yangu ipo nyingi sana kwako. Sasa kwenye mazingira kama yale, yani unaambiwa neema yangu ipo nyingi kwako, wakati huo umempoteza mtoto, ilikuwa ni kitu kigumu sana kukiamini. Jamani amina. Kwa hiyo nikawa nakataa, naona kama vile sio jambo la kimungu. Jamani amina. Katika hali ambayo pia sio kwa kawaida, nikaanza kuambiwa kwamba asingekufa huyu, angekufa huyu, na ambaye naoneshwa ikawa ni mimi, kwamba asingekufa mtoto basi nilikuwa nakufa mimi, lakini pia mke wangu, manake watu wawili tulikuwa tunakufa. Sasa nikana sielewi tunakufa katika mazingira gani, kwamba labda kwa mke wangu sababu alikuwa anaumwa, lakini kwangu mimi mbona ni mzima wa afya njema, nakufa vipi, inakuwaje? Nikawa sielewi. Walikuwa na wachungaji pale, nikawashirikisha kina mzee Mabulambo, nikawaambia, wakaniambia Mungu akutie nguvu, wakanipa maneno ya faraja pale, nimesahau. Bwana amina. Lakini bado ikawa nijijia ile hali ya kama kubishana, neema ya Mungu iko nyingi kwako, lakini mimi nikawa nakataa. Nikasikia mmoja kwamba nitakuonesha jinsi neema yangu ilivyo nyingi kwako. Baada hapo nikawa ninapata amani sasa kwenye moyo wangu. Tumeenda Mbeya, tumefanya msiba kule. Siku tunarudi, tukafika sehemu, manake siku tumeisha aga tunaondoka, tukafika sehemu tukapata wito, rudini nyumbani tena. Kwa kweli sio rahisi, mmeshaondoka alafu naambia tunarudi nyumbani. Mama anasema turudi nyumbani tena. Tukatii, tukarudi nyumbani, akasema natamani niwaombee. Tumeshaomba, akasema hapana, nataka niwaombee tena. Akatuombea pale. Safari kaendelea. Tukiwa tuko njiani tunafika Iringa, kwa mara ya kwanza nikasema hapana, tulale Iringa. Nikampigia simu jamaa yangu, nitalala Iringa, niendelee mazingira ya kulala hapo, niko na familia. Akaandaa mazingira, tukalala Iringa pale. Mimi je kutokea kutoka Mbeya mpaka hapa nikalala, lakini siku ile moyo ukakataa kuondoka. Kesho yake siku ya Jumamosi tumeondoka vizuri pale Iringa kuja Ifakara. Sasa tunafika Mikumi. Palikuwa pana magari mengi sana, kwa hiyo spidi ilikuwa ni ndogo. Upande wetu na upande mwingine anapanda, upande magari yanashuka. Kwa hiyo tunapiga tu story, tunaongea pale vizuri. Ghafla usingizi ukawapitia wenzangu, lakini wakawa wanaenda na kuamka. Gari inaendelea kuendelea na safari. Sasa tunafika, nafikiri sio ni katikati, sio ni wapi, hata sikumbuki vizuri. Ghafla gari imekata breki. Sasa wanaofahamu mazingira ya Mikumi nafikiri wanaelewa. Kitonga, mazingira ya Kitonga nafikiri wanaelewa. Ni mteremko unakona, alafu chini huko ambako ndio upande wetu kuna bonde refu sana. Alafu kuna mawe kule. Na breki zimekatika na tuko upande huo. Sasa gari liko tuna nje ya kucontrol. Siwezi kucontrol. Akili kanijia kwamba tukiendelea kubaki upande huu tutaangukia kwenye bonde, alafu huko hatapatikana mtu yoyote akiwa hai. Kwa hiyo ikaniambia rudi upande mwingine ambao magari yanapanda. Sasa kwa neema ya Mungu ghafla magari kameshakata upande wa huku ambako sio upande wetu. Gari kaanza kukimbia kwa spidi sio kwa kawaida. Na cheki pale spidi 60, mara 80, mara imefika 100. Gari haina breki na ni mteremko wa Kitonga. Sasa nikajua tu kwamba kupona leo hapa haiwezekani. Wakati familia yangu kila mtu anapiga kelele anapojua yeye. Huyu kijana nikaendesha gari, baba kimbia. Lakini spidi akana lia. Kwamba sasa hii spidi sio ya kawaida. Akili kanijia kwamba sasa hapa hii gari kwa sababu breki hamna, niweke parking, gear ya parking ili gari isimame. Maana yake niue gearbox alafu gari isimame.
Nikaweka parking, bado gari kaendelea kupiga kelele sana, vyuma vikiwa vinasajia kwenye gearbox, lakini gari haikusimama. Gari bado iko speed. Nikapata mawazo kichwani manne, nini cha kufanya. Cha kwanza ikanijia kwamba angusha gari, ipeleke gari mlimani uiangushe. Na kweli nikana ipeleke gari mlimani, gari haianguki, enda mlimani na rudi barabarani. Na itege niangushe mlimani, haianguki na rudi barabarani. Kama mara 3 nimejaribu, imeshindikana. Nikasema sasa hapa cha kufanya kingine cha pili, nitafute mti nikagonge mti. Nikiangalia upande wa kushoto yuko mke wangu. Sasa hata mti nitagonga upande gani? Nishaamua kwamba nitapitisha katikati. Yaani katikati ya mke wangu na mimi ndio nigonge mti pale. Lakini miti nikaa sioni. Akili nyingine kanijia kwamba tafuta mawe ambayo yako barabarani, kagonge mawe. Nikanafikiria hivyo, ghafla nikaona mbele kuna shimo refu. Nikalikwepa lile shimo katika namna ambayo pia ni ya ajabu. Nikaendelea na safari, sioni kama kuna sehemu kuna msaada. Yaani amina. Huko gari inazidi kujichanganya, inapiga kelele. Watu ambao kwa upande huu wanashangaa nini kimemtokea huyu jamaa. Nikafika sehemu kuna vichaka hivi, vijiti, nikaingiza gari kule, gari hata isimami. Iko tu speed. Akili ilionijia ya mwisho kwamba sasa hivi hapa kupona haiwezekani. Cha kufanya, ikitokea gari yoyote ambayo inapanda, manake niende nikaivae, tugongane uso kwa uso. Lakini Mungu alivyo ajabu, hata gari moja na Kitonga, wanaofahamu njia pale Kitonga, hauwezi kukaa dakika ngapi usione magari yanapandisha, haiwezekani. Lakini gari ya kwenda kuigonga hata moja haikuonekana. Ila upande huko imejaa magari yanashuka mengi takatiki. Ndugu zangu wanaomba, hawa wameinuka wako juu ya viti huko, mama anaambia tulieni, endeleeni kuomba Mungu. Lakini wakati huo hatuna msaada wowote. Tukatembea kipande kirefu sana, kirefu tu sana. Ikafika sehemu gari yenyewe ikasimama. Tukatoka pale, tukamshukuru Mungu pale pale barabarani. Nikiwa naomba ndio nikakumbuka kwamba nilikuambia nitakuonesha namna neema yangu ilivyo nyingi sana kwako. Nikamshukuru Mungu pale, nikamwambia mke wangu sasa gari haina breki hata moja. Niliposimama mimi sijui gari imesimamaje. Cha kufanya, wewe na familia ondokeni na gari nyingine niombe msaada, alafu mimi nitafuata. Akasema mimi sipande gari yoyote, nitapanda gari hii ambayo haina breki. Nikasema sawa, sibishane, ingia kwenye gari. Tuingia kwenye gari na gari hiyo ambayo haina breki. Gia ndogo, tukamaliza mpaka mteremko unaisha. Tulipofika chini pale kuna mafundi. Kabla fundi, hebu gari hapa iangalie. Sema gari testi, gari breki hata kidogo hamna. Akasema mmeshuka vipi? Nikamwambia hata mwenyewe sijui. Akasema acha utani bwana. Umeshuka vipi Kitonga na gari haina breki? Nikasema hata mwenyewe sijui imekuaje. Akasema Kitonga hapa ajali zikitokea za magari madogo kama haya kwenu, kwa kesi ya breki watu huwa hawaponi. Akasema yuko pale chini kwa muda mrefu sana akifanya hizo kazi. Lakini mimi moyoni mwangu nikawa na amani kabisa. Nikamwambia sasa uniambie breki ziko wapi, kwa sababu naondoka, nilifanya service, nikatoa breki zamani niweka breki mpya. Nikicheki mafuta ya breki hapo, breki zimekwenda wapi? Akasema gari imeingiza upepo kwenye breki. Nikamwambia mbona si kawaida? Hii gari tumetumia muda mrefu haija kutokea. Akasema basi sijui imekwaje. Akatoa upepo kwenye gari ikawa iko vizuri. Sasa ajabu nyingine ni kwamba sisi tuko salama kabisa. Ile gari licha kutaka kuiharibu kwa kuwekea gia ambayo sio gia ya parking, lakini haikuharibika hata sehemu moja. Wale ambao walikuwa wanashuhudia tulikuwa tunahangaika, walifika sehemu wakasimama wanashangaa imekuaje? Wameweka tuna jamu huko imekuaje? Na hata sisi wenyewe hatujui. Ni issue za breki. Mmepona vipi? Hatujui. Gari imesimama vipi? Sisi hata hatujui. Nikasema kwa kweli Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Yaani ni Mungu wa ajabu mno. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu
kwanza kwa yaliyotokea, lakini namna alivyotuepusha na kifo, kwa sababu kwa mazingira yale pale gari ikiwa haina breki kwenye spidi 100 haiwezekani. Alafu maeneo yenyewe ndio kama Kitonga, kupona huwa haiwezekani. Kama singekuwa Mungu, kizazi nafikiri sijui angebaki nani. Lakini Mungu ni Mungu wa rehema nyingi, ni Mungu wa neema nyingi. Kwa tunamrudishia Mungu tukufu kwa yale ambayo ametufanyia. Mungu awabariki sana.